Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacha niongee siasa na siasa ni chafu. Alafu leo ni Sunday, kesho Monday tutaanza saumu ambao ya kufunga siku 9 tukingojea Dhulhijja, siku ambayo ya kuchinja. So nauliza nyinyi watu wa acha kitu ambao nitasema kwa siasa, kama itakudhi pole, kama itakufurahisha alhamdulillah. Nataka kuongea wale ambao wanajiita Team Sifuna. Linda wananchi. Linda wananchi, niwaulize swali. Ni nini watu wa Jubilee wanafanya kwa kampeni? Swali tunauliza tu swali. Jubilee anafanya nini kwa kampeni? Nyinyi Linda wananchi, Jubilee wanafanya nini kwa kampeni zenyu? Kwa sababu sijui ni siku gani elimisho nilijua kama Jubilee ni member yenu. Jubilee ni member ya Linda wananchi. Jubilee inafanya nini kwa kampeni? Kwa sababu hii confusion nyinyi mnapigana kwa piga wenyewe kwenyewe, ni Jubilee ndio na create. Hizi fitina inafanyika ni Jubilee. Mimi nauliza Jubilee inafanya nini kwa kampeni? Linda wananchi, Jubilee inafanya nini kwa kampeni? Basi wao nyinyi mnasema Linda wananchi ni wa kila mtu, hata Jubilee. Kwa nini sioni watu wa Wiper? Haya, kwa nini sioni watu wa UDA? Si kila mtu anaweza kuwa, hata mtu wa UDA anaweza kuja basi. Kwa nini sioni? DCP kwa nini siona? Ni nini Jubilee inafanya kwa kampeni zenyu? Hiyo ndio swali nauliza. Huyu mwanamke anaitwa Njoroge anafanya nini kwa kampeni zenyu? Hao ndio walipea Raila Amolo Odinga kapoteza kula ya AU. Bado huyu kampeni ya Raila AU alituma mwanamke kampeni ya Raila. Sababu Uhuru pia anajua, alikuwa anajulikana na president wengi hata kuliko Ruto. Wakati hiyo Ruto ndio ameingia kwa president. President wengi bado mtambui. Yeye tu mwanamke ndio kampeni ya Raila. Swali hiyo muuliza mimi, ni nini anafanya kwa kampeni watu wa Jubilee? Huyo ndio sponsor. Huyo ndio kubeba brisket. Lazima kuwe kwa kampeni. Sasa hivi nasikia kwa TikTok nyinyi ukilalamika ukasema Kalonzo nani hajasema anataka president. Nasikia sasa hivi nyinyi ukipiga kelele ukisema Sifuna hajasema anataka president. Na hizi kelele nyinyi unapiga kwa TikTok unapiganga ya nini? Sio unapiganga Sifuna kwa president. Sasa hivi nyinyi unasema Sifuna anataka president. Unauliza swali tena, Sifuna ametoka ODM. Unauliza swali tena, Sifuna amefukuzwa ODM. So confusion hii uko nayo ni confusion ambayo Sifuna alikuwa na ODM. Hii confusion uko nayo ndio confusion ambayo Sifuna aliletea watu wa ODM. Hii confusion ya division hii ndio Sifuna alifanya ODM akadivide ODM. ODM akabaki Linda ground na Linda wananchi. Kwa sababu hii confusion, kwa sababu ako mahali lakini ajui anataka nini. Ndio nyinyi unafuata Sifuna na unajui Sifuna anataka nini. Nyinyi unafuata Sifuna unajui kama Sifuna ni ODM au si ODM. Nyinyi unafuata Sifuna unajui kama Sifuna ni project au si project. So maswali kuuliza na Hamiso Kalib unalalamika. Kalib umeuliza swali mzuri. Nyinyi unaenda kwa kampu akina Gachagua. Value gani unaadi huko? Kwa sababu after hii election kuna handshake, na handshake itakuja ni kukuwa na MP wengi. Na MP wengi, mtu ambaye anakuwa na MP wengi ndio atakuwa na say. Kama Gachagua atakuwa na MP wengi atafanya handshake na Ruto. Kama Kalonzo atakuwa na MP wengi atafanya MP handshake na kama ODM atakuwa na MP wengi ndio hiyo atafanyika. So ukikuwa unataka kuwa power lazima kuwa na MP wengi after election. After election kitu itasaidia watu ni MPs. Nyinyi ambao vijana unasema ni Sifuna, tengenezeni chama yenu kujeni na MP nyingi. Ndio ufanye handshake na serikali. Au ndio usumbue serikali. Au ndio utoe serikali. Ukimshinda kumtoa kwa ballot, kwa na MP nyingi mtoe kwa MP wengi. Simple like that. Na tukisema mambo ya zoning kama watu wa Linda ground, unaona sisi ni wajinga. Tukisema lazima tu protect our territory ambao tuko na strong, unaona sisi ni wajinga. MP ina matter sana kwa bunge. MP ina matter sana kwa serikali. Raila alikuwa powerful kwa sababu ma MP wengi walikuwa wanatumba serikali mpaka serikali itamuita waongee nao.
So hii mambo yenyewe ya Sifuna hajui chochote nataka. Na pia wacha nikwambie, kusupport mtu ambaye hana agenda ni ngumu. Agenda gani utauza? Kwa sababu agenda Sifuna amekuja nayo na agenda ya Gachagua. Ruto must go one term. Hizo ni agenda ya Gachagua, si agenda ya wananchi. Lazima ukuje basi. Ruto naiba, wewe ukiingia utazuia wizi aje? Ruto na tax watu sana, wewe ukiingia hizi tax utapunguza aje? Ruto afanye maendeleo, je, wewe ukiingia utafanya maendeleo gani? Ndio tukue kitu kwa table ambao tunaandamana, ulituambia hivi na hivi na hivi na hukufanya. Ndio uko na bargain power kwa wananchi hivi na hivi na hivi. Sasa nyinyi unafuata tu mtu kama kondoo. Akigeuka hivi unaanza kulia. Akigeuka hivi unaanza kulia kama kondoo bado. Hii ndio kitu nasumbua watu ambao walikuwa na support Raila Amolo Odinga paka leo. Hawajapata pale ya kuweka kichwa yao. Bado wana hang tu, bado wanatembea kama upepo. Kwa sababu gani? Walikuwa wanapenda Raila au wanapenda chama. Ndio bado wanazunguka. Hao ndio sasa wamezunguka Sifuna. Na Sifuna ataumia sana. Kwa sababu Sifuna aliwacha vijana wanamuongoza. Si yeye anaongoza vijana. Ukitaka kuwa power, rule those people, not those people ruling you. You hawezi kuwa power. Kwa sababu if those people rule you, they will demand you to do what things they want, not things you want. That's the problem with Gen Z. Gen Z wakikurule au Gen Z wakisupport, wanakusupport ili ufanye vitu wanataka. So si ufanye vitu wewe unataka. Hiyo ndio Sifuna kwa hapo. Kwa sababu gani? Hao wanakuja, tunataka demand E and A B C D. Pesa wako already kutoa. Lakini ukikataa na demand yao wanakuepa. Hiyo ndio blanda yao. Lakini kama hao watu unataka control, wewe enda na pesa yako control, mwambie nataka ABCD kwa sababu ya ABCD kwa sababu mimi ni leader. Simple like that. That's the situation ambayo sasa Sifuna yuko. Situation number 1, Sifuna ako nayo, ako confusion person. Situation number 2, Sifuna ako nayo, amewacha kama youth wanamcontrol, si na control youth. Situation number 3 ambayo Sifuna ako nayo, ako na pressure na bonyenye, ako na pressure na cartel ya inchi. Situation nyingine Sifuna ako nayo, kuna makatel imewekwa kutoka kwa Jubilee Party, wanamzunguka na mkampeni na yeye. Situation nyingine Sifuna ako nayo, arudi kwa ODM au atoke kwa ODM, ajielewi ako wapi.